Hata hivyo, Milo anatabiri vitendo vyake na anakamilisha sentensi zake kwa ufanisi na kumfanya anyamaze. Si muda mrefu baada ya Moline kumwonyesha yeye farasi mdogo wa plastiki ukumbusho kutoka kwa mama yao, hili linamfanya ajisikie kutotulia, na yeye anatembea akisema kwamba hilo halina maana. Sasa, kwa upande mwingine, Agent Lee anapelekwa hospitalini kwa ukaguzi wake wa kawaida wa ngozi kabla ya kuingia kwenye chumba cha kuchomwa. Anamwambia Olivia azingatie kupata mambo yanayofanana kati ya wale wahanga watatu, akikazia maagizo yake. Olivia anarudi makao makuu na kuanza kuongea na mashahidi wa ajali hizo. Baada ya uchunguzi kidogo, anagundua uhusiano kati ya wale wahanga watatu na kituo cha matibabu. Wote watatu walikuwa wamehusishwa moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja na kituo hiki. Anashiriki ugunduzi wake na Charlie, na wote wawili wanaenda moja kwa moja kwenye kituo hiki cha matibabu. Walipofika hapo, Olivia anaona kwamba seti moja ya wagonjwa wanatumia kalamu za wino zinazofanana kwa sababu hawawezi kukabiliana na vifaa vya kidijitali. iPads zinawafanya wawe na hasira. Baadaye wanakutana na Dr. Levan, daktari mkuu ambaye anawatambua wale wahanga watatu wa ajali za basi. Baada ya kuwapa maelezo kadhaa kuhusu wahanga, Dr. Levan anaeleza kwamba wamekuwa wakisaidia wagonjwa wenye matatizo ya akili kwa michakato ya majaribio ili kuongeza akili zao. Pia anawaonyesha video ya wagonjwa wao ambayo ndani yake Olivia anamwona Milo. Baada ya kuuliza juu yake, Dr. Levan anajibu kwamba yeye ni mmoja wa wagonjwa wao ambaye pia alipitia jaribio lile la dawa lililoongeza IQ yake kwa kiwango kikubwa. Anaendelea kusema kwamba Milo aliachiliwa kutoka hospitalini chini ya uangalizi wa dada yake na kwamba alipangwa kurudi ili kubadili mchakato wa majaribio. Lakini sasa hajibu simu zao na anaua kila mtu anayejaribu kumdhibiti. Baada ya kujua kuhusu dada yake Milo, mawakala wa FBI wanaamua kumtembelea bila wao kujua. Milo anawaangalia kwa karibu Olivia, akizingatia kila muundo wa harakati zake na kutabiri hatua yake inayofuata. Baadaye, Charlie na Olivia wanafika nyumbani kwa Milo, ambako wanakaribishwa na Moline. Wanamuuliza kuhusu alipo Milo, lakini anadai kutokujua chochote. Wakihisi kwamba anaficha jambo, mawakala wanamwambia kuhusu uhalifu waliotendea na jinsi alivyo hatari kumwacha azururi wakati huo. Charlie anaenda kuchunguza chumba cha Milo. Olivia anashiriki kuhusu dada yake aliyefariki, akifichua jinsi walivyokuwa wakitunzana. Jambo hili linamfariji Moline vya kutosha ili kushiriki maelezo zaidi kuhusu kaka yake. Anaeleza kwamba Milo ana uwezo wa kutabiri matokeo ya matukio mengi hadi kwa undani mdogo, na kwamba anaweza kuvunja umakinifu wa Maloyos ni kwa kumwonyesha tu farasi wa toy. Kila anapoona bullseye anapata udi. Olivia hatimaye anaweza kumshawishi afichue chochote anachojua, akisisitiza kwamba wanajali usalama wa raia pamoja na usalama wa Milo. Moline kisha anamkabidhi jibu juu ya noti, ikifichua eneo la hoteli ambayo Milo anakaa kwa sasa. Baada ya hili, Olivia na Charlie wanajadili mipango na Astrid kuhusu jinsi ya kumkamata Milo. Hata hivyo, wanagundua haraka kwamba mpango wowote utakuwa bure kwa sababu anaweza kutabiri kila hatua yao. Kama matokeo, wanachagua kukaribia hoteli moja kwa moja bila msaada wowote. Hiyo itasaidia, lakini wao wanajua vyema. Wakati huo huo, Milo anaonekana kwenye chumba chake cha hoteli, akitazama jini kwa junda kupitia dirisha na kufikiria hali zitakazotokea katika dakika chache zijazo. Kwa uwezo wake, anatabiri kwamba Olivia na Charlie watafika hivi karibuni na kwamba watamfukuza. Pia, anahesabu kwamba anaweza kumuua Olivia kwa kumvutia kupitia eneo lililowekwa alama ya ujenzi ambako hewa ni nyembamba sana na kumponda chini ya mzigo wa matofali ya serenti. Kama alivyotabiri, wale mawakala wawili wa FBI wanafika hotelini na kumkuta Milo akiwangoja mtaani. Kisha, anakimbia kuelekea kwenye ujenzi huku mawakala wakimfuata. Olivia, ambaye hajui ishara ya onyo kwa eneo la hewa nyembamba, anakimbia kupitia humo badala ya kusimama kuvaa kifaa cha kupumulia. Jambo hili linaufanya mhesabu wa Milo kuwa mbaya. Hakuona kama angekuwa mjinga hivyo. Mwinginevyo, pia anaikwepa rundo la matofali ya selenti ambalo Milo alidhani yangemponda. Mhalifu anashangazwa kuona makadirio yake yakikosea na hatimaye anakamatwa naye. Wakati huo, Olivia karibu ajifiche au ajinyonge mwenyewe kutokana na kiwango cha chini cha oxygen, lakini kwa bahati mzuri Charlie anawasili kwa wakati na kumsaidia na kifaa cha kupumulia. Baada ya matukio haya, Charlie anamuuliza Olivia kwa nini hakusimama kuvaa kifaa cha kupumulia, ambapo anajibu kwamba hakutambua ishara ya onyo. Baadaye, Olivia anamleta Moline hospitalini ambapo Milo anaonekana ukiongea na supercomputer. Kulingana na daktari, dawa ya kuongeza IQ imekuwa kwenye ubongo wa Milo kwa muda mrefu.
Kutokana na hilo, hawawezi kufanya mchakato wa kuibadili sasa. Akili yake imekuwa ya hali ya juu sana kwamba mashine pekee zinaweza kuelewa mawazo yake. Akiwa na huzuni, Moline anaingia ndani ya chumba na kuweka farasi wa toy mbele ya kaka yake. Siku hiyo hiyo jioni, Olivia akiwa nyumbani kwake, anapata maono ya Peter, mpenzi wake kutoka ulimwengu mwingine. Anamwambia kwamba yeye haumiliki hapa. Ili kuthibitisha dai lake, anaikumbusha jinsi ukosefu wake wa ujuzi kuhusu ulimwengu huu ulivyookoa maisha yake awali. Kulingana naye, angekufa kama angeitambua ishara ya onyo na kusimama hapo. Peter anamhimiza kujaribu kukumbuka mikumbukumbu